tumalizie ule ujumbe tumekuwa tukiongea kuhusu kuwa profitable katika ministry. But today I want to speak about what makes us to be profitable. Ni nini kinaweza kutusababisha kuweza kuwa faida katika huduma? Bwana Yesu asifiwe sana. What makes us to be profitable in ministry? Hallelujah. Tuliona ya kwamba kuna watu tofauti tuliwasoma na tukaona ya kwamba walikuwa faida katika ministry za wale watu waliokuwa wanatumika hata katika zile nafasi ambazo walizokuwa wamewekwa. Tukiona mmoja wapo alikuwa Caleb na Joshua katika huduma ya Musa. Walikuwa faida, maana maneno walioongea yalitia Musa moyo pamoja na waliokuwa chini ya Musa. So walisimama na Musa kiwango kile Musa aweze kutekeleza mwito aliokuwa ameitiwa kwayo. Na tukasongea tukaona mtu mmoja pia anaitwa Yusufu. Yusufu tulimuona alicheza pande mbili, akiwepo katika nyumba ya Potifa. Yusufu aliweza kuwa faida katika ile nyumba ya Potifa. Na hata Yusufu alipoitwa kwa government ya Farao, tunamuona anakuwa faida tena. Anatafsiri ndoto ya Farao, na Farao anapata mwelekeo kwa ajili ya maisha yajayo. So Yusufu Mungu alimtumia kuweza kuwa faida kwa government ya Farao, na tunamuona pia anakuwa faida katika nyumba ya Potifa, mkuu wa majeshi. Na tukasafiri tukaona mtu anaitwa Timotheo. Huyu Timotheo alikuwa na faida kwa huduma ya Apostle Paul. Mtume Paulo alimfaidi sana Timotheo kiwango kile akamthamini hata kuweza kumpatia majukumu makubwa. Yale angelikuwa yafanya anampatia nani? Timotheo anaenda kuyafanya. Anamtuma mbali, anaenda na mwakilisha, kwa sababu alionyesha faida katika huduma ya huyu mtu anaitwa Paul. Bwana Yesu asifiwe sana. Na namba 4 tukaona mtu alikuwa anaitwa Phoebe na Priscilla na Aquila. Hawa watu walikuwa na faida sana kwa huduma ya Kristo. Kwa huduma ya Paulo, samahani. Walimtumikia Paulo hata kiwango kile karibu kuuawa kwa sababu ya kumtetea Paulo, kwa sababu ya kusimama na Paulo. Na so Paulo aliona faida ya Aquila, aliona faida ya Phoebe na aliona faida ya Priscilla. Walionyesha faida kwa huduma ya Paulo. Na tukasafiri pia tukaona mtu anaitwa Mary Magdalena. Walikuwa faida katika ministry ya Kristo. Baada ya kuombewa, baada ya kuondolewa katika vifungo, walianza kuwa faida katika huduma ya Kristo. Wakaweza kumsupport na finance. So ministry ya Kristo wakati ingelihitaji finance, Mary na Magdalena walisimama, na wale wengine waliokuwa wanamfuata wakaweza kuwa faida katika ministry ya Yesu Kristo. Sasa hawa watu wote, na kuna wengine hatujawataja wako katika Biblia ambao walitembea na watu na wakaweza kuwa faida, akiwepo Elisha, wakiwepo pamoja na Elijah, ili Elijah aweze kumwachia mantle Elisha. Ni kwa sababu aliona ufaida, huyu mtu anaweza akaendeleza maono haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to the Lord. Na pia tunaona Joshua na Musa, ili Mungu aweze kumtumia Joshua aendeleze maono ya Musa. Ni kwa sababu gani? Alikuwa na ufaida. Lakini hao watu walikuwepo pale na tabia fulani, na ndio maana wakaweza kuonyesha ufaida. Walikuwa na karakta fulani ndani yao. Hawakuwa tu watu wa kawaida, bali kuna sehemu iliyokuwa ndani yao iliwasababisha kufanyika faida. Na ndio maana tunataka tuelewe ni nini kilisababisha hao watu, ama ni nini ambacho kinaweza kunisababisha ama kukusababisha uweze kuwa faida katika huduma, uweze kuleta faida katika ile position ambaye Mungu amekuweka, uweze kuleta faida katika yale majukumu ambaye Mungu anakuthamini kwayo. Kwa sababu kulikoko na roho fulani ndani yao, kulikoko na tabia fulani ndani yao. Kweli walikuwa ni wanadamu kama sisi, waliishi kama sisi, walikula kama sisi, walifanya mambo yote kama vile tunavyofanya, lakini kuna utofauti wa ndani yao ambao uliwasababisha Mungu kuwatumia, Mungu kuwasababisha waweze kuwa faida, wazalishe kusudi la Bwana katika nafasi zao. Na ndio maana tunaona tabia ya kwanza, tunaona ya kwamba
ili uweze kuwa faida, lazima uweze kuwa na Mungu kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot be profitable kwa kingdom ya Mungu kama hauna huyo Mungu, kwa sababu kila unachomzalia ni matunda yake, na pasipo yeye ndiye atakusaidia kuzalisha hayo matunda. Yeye ndiye atakusaidia kuzalisha hicho kitu amekuwekea hapo. So Mungu anakuweka hapo kwa sababu anataka awe na wewe ili uweze kuzalisha. Na ndio maana anatuambia kwamba yeye ni mfanyikazi pamoja na sisi. Hallelujah. According to Ephesians, I think chapter 2 verse number 10. Inasema sisi ni wafanyikazi pamoja na Mungu. Is it Ephesians? Nitafutie hiyo scripture. Bwana Yesu asifiwe sana. Ephesians chapter 1 Corinthians. Are you sure? Ndugu, wewe ni mtenda kazi. Okay. Hii inasema maana tukazi katika tuliomba. Hii this inaongea kuhusu ile mwito tulioombiwa. Nisaidie 1 Corinthians 3:9. Amenisaidia. Asante kwa kuwa profitable kwa hiyo scripture. Semeni amina kwa hiyo jamani. Situm appreciate our brother. 1 Corinthians 3:9. Anasemaje? Anasema maana sisi tu wafanyikazi pamoja na Mungu, ni shamba la Mungu na jengo la Mungu. So ili niweze kuweza kuwa faida, lazima niwe na Mungu. Kwa sababu gani? Mungu atafanya kazi pamoja na mimi. Lakini usipokuwa na Mungu hatakuwa upande wako. So kile utakachofanya hatakuwa amekuasaidia. That's why ni vizuri sana kuwa pamoja na Mungu. Ukisoma Genesis chapter number 39 verse number 2, maandiko yanasema hivi: Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Biblia Kizungu inasema and the Lord was with Joseph. Alikuwa pamoja na Yusufu. So lazima tuweze kuwa na Mungu. Na ndio maana Mungu atatusaidia kuweza kuzalisha ama kuweza kuwa faida katika zile nafasi. Hawezi kuwa faida kama hauna Mungu. Yusufu alikuwa pamoja na Mungu. Na ndio maana katika ile position ambayo Mungu alimweka, Yusufu aliweza kuwa faida. Tunamuona hata alipoenda kwa Farao. Alimwambiaje? Wakati Farao anamwambia, "Je, unaweza kutufasiria ndoto hii?" Yusufu akamwambia, "Sio mimi, bali ni Mungu ndiye atakayemtafsiria ndoto hii, atakaye kupatia jawabu la amani." So ina maana ya kwamba Joseph kokote alipokuwa alikuwa na uhakika kwamba mimi niko na Mungu. Na ndio maana hata kile alichokuwa anasema alikuwa anajua ya kwamba si mimi ninayeongea, ila ni Mungu ndiye anayeongea. So anamwambia kabisa, si mimi nitakaye kutafsiria, bali ni Mungu atakaye kupatia jawabu la amani. Ana uhakika ya kwamba tuko pamoja na Mungu, siko peke yangu. Na ndio maana anaweza kuzalisha ama anaweza kuwa faida katika yale maono. Akiwepo kwa nyumba ya Potifa ako na Mungu. Akiwepo katika ikulu mahali pale ameitwa na Farao ako pamoja na Mungu. Na ndio maana hata Farao anasemaje, tupate mtu kama huyu ambaye amejaa roho wa Mungu ndani yake. So Yusufu hakuwa peke yake. Hakuwa katika ile nafasi peke yake, alikuwa pamoja na Mungu. Hallelujah. Praise be to the Lord. So ili niweze kuwa faida ama niweze kuleta faida katika hiyo nafasi, lazima niwe pamoja na Mungu. Psalms 119 verse number 11. Psalms 119 verse number 11. Hallelujah. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Nimelificha neno lako katika moyo wangu ili nisiweze kukutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. So Daudi alikuwa na siri. Ili kuweza kuzalisha, alificha neno. Alikuwa na Mungu kwa njia ya kuwa na neno la Mungu ndani ya moyo wake. So for us tutembee na Mungu, lazima neno la Mungu liwe katika mioyo yetu. Hallelujah.
Tunaposema unakuwa na Mungu, haukui na Mungu kwa imani tu, unakuwa na Mungu kupitia neno lake. Ndio maana Daudi alilificha neno lake ili aweze kumzalia matunda. Sasa anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. That means ya kwamba sin is the opposite of being profitable. Sin is to be lost, to bring loss in the kingdom of God, while righteousness is to bring profit in the kingdom of God. Na tunaongea, how can I be profitable in the kingdom of God? I can be profitable in the kingdom of God through righteousness. Na righteousness inakujaje? By kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. So as a believer or as a leader or as a minister, lazima niweke neno la Mungu ili niweze kuwa pamoja naye na Mungu aweze kunisaidia. Sema amina. Number 2, kitu kinaweza kukufanya uwe faida katika nyumba ya Bwana ama katika kingdom ya Mungu, having the right motive. Wakati unapotumikia Mungu, uwe na nia njema. Nia yako ni gani katika utumishi? Hiyo position ambayo Mungu amekuweka, which is your motive? Motive yako ni nini? Nia yako. Maana naweza kuwa kiongozi kwa sababu nataka kuonekana. Nataka kuwa mhuduma ili watu wajue mimi ni mhuduma. Nataka niwe mwimbaji ili watu wajue nina kipawa. Nataka niwe kiongozi ili watu wajue naweza nikasimamia. Which is your motive? Ukisoma Philippians chapter number 2 verse number 19, Paul anaongea kuhusu motive. Philippians chapter number 2 verse number 19, anatuongelesha kuhusu the motive of serving God. Maana your motive is very important than even your appearance. Appearance yako inaweza ikawepo, lakini motive yako ikafail the appearance. Philippians chapter 2 verse number 19. Maandiko yanasema, lakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami, atakaye iangalia hali yenu kweli kweli. Maana wote wanatafuta vyao, wenye sivyo vya Kristo. Ila mwajua sifa yake, ya kuwa amemtumikia pamoja nami kwa ajili ya Injili, kama mwana na baba yake. Sema amina. Praise be to the Lord. Maandiko yanasemaje? Anatumwa Timotheo. Kwa nini anatumwa? Kwa sababu ako na nia kama vile Paul alikuwa nayo. Nia ya Apostle Paul ilikuwa ni kupeleka Injili ya Kristo. So alipokuwa anatumika, alikuwa anatumika kwa sababu ya Kristo. Na ndio maana hata wanapokuwa anamwambia kwamba kule unakoenda, Nabii Agape anachukua mshipi. Anasema, mwenye mshipi huu, sikia Bwana vile anavyonena, kule unakoenda utateswa na utapata mapigo. Lakini anasimama anasema, si mapigo peke yake, hata kufa niko tayari kwa sababu ya nani? Ya Kristo. That means ya kwamba haendi kuhubiri Injili kwa sababu ya nia yake, anaenda kwa sababu ya Kristo. Na ndio maana anasimama anasema, kuishi kwa Paulo ni Kristo na kufa kwake ni faida ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. That means ya kwamba nia yake ilikuwa ni kwa sababu ya Kristo. So Timotheo akarithi ile roho, na ndio maana pia akawa na nia ya kuhubiri Kristo. Sasa anasema kwamba namtuma Timotheo kwa sababu ana nia kama yangu. Motive ya Timotheo ni kwa sababu ya kufikisha habari njema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako kwa sababu ya kusaidia mioyo ya watu. Hayuko pale kwa sababu ya majivuno, kwa sababu ya pewe sifa, awe congratulated, aweze kupatiwa points, aweze kusifiwa. Yuko pale kwa sababu ya Kristo apate utukufu. So wakati ninapotaka kutumikia Mungu, niweze kuwa faida kwa nafasi yangu, wacha nia yangu hiyo kwa sababu ya Kristo. Naweza nikapitia challenges, naweza nikapitia downfall, naweza nikapitia magumu ya kukuvunja moyo. But kama nia yako ni Kristo, hawezi kuacha nafasi hiyo. Hawezi kuvunjika moyo na nafasi hiyo. Bado utashikilia kwa sababu unajua kwamba
who are you serving? Unamjua ni nani ninayetumikia. Situmikii mwanadamu, natumikia Mungu aliyeniweka kwa hiyo position. Na ananijua hata kama napitia magumu, he knows. Hata kama nimekosa, he knows. Hata kama nimedhoofika, he knows. Hata kama nimedharauliwa, bado ananijua. So situmiki kwa sababu ya nia yangu. Maana ninapotumika kwa nia yangu, nikienda nikikwama nitaacha. Nikikosa kile ambacho natazamia nitaacha. Lakini nikikosa kile ambacho natazamia, bado nitasimamia ule mwito. Na ndio maana Paul anasema hata kufa niko tayari. So hahubiri injili ili apate mema, anahubiri injili ili Kristo ahubiriwe. So haijalishi Kristo atafikiwa vipi na watu. Haijalishi watu watamjua vipi Kristo, hata kama ni kwa kupigwa. Hata kama watu watamjua Kristo kwa mimi kuuliwa, it's okay to me. Hallelujah. Kwa sababu gani? Alikuwa na nia ya kwamba it's only about Christ, not about Paul. Na ndio maana akazaa mtoto anaitwa Timotheo. Naye Timotheo akatumikia kwa sababu ya Kristo. Na ndio maana anasema namtuma kwenu kwa sababu ako na nia kama yangu. He has a good motive. Lakini kuna mahali anasema na wengine nia zao ni tofauti. Maana wako kwa kujipatia majina, wengine wako kwa kupata vitu vya kuonekana. So wakati ninapo serve Mungu in any position ambaye Mungu ameniweka, let my motive iwe right, ili niweze kuwa profitable. Kwa sababu siwezi kuwa faida kama sina the right motive. Siwezi kuwa faida kama sina the right motive katika hiyo position. Hallelujah. May God give you grace. I declare may God give you grace. I declare again may God give you that grace. In the mighty name of Jesus. Number 3. Nitawezaje kuwa faida? Lazima niwe na the spirit naitwa the servant heart. Moyo wa utumishi. The servant heart. A servant heart is a heart carries humility, dedication to the work of God, teachable and ready to be corrected. Any believer, any leader, any minister ambaye ako na moyo wa kazi, moyo wa utendaji kazi, ako na roho inaitwa humility, unyenyekevu. Unyenyekevu ni mtu ambaye anapenda kufundisha, kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapenda kujua. He's humble. Yeah, unajua there are people, hata leader wako anaongea bado wewe unataka kuongea. Naomba ukontrol huyo mtoto tafadhali. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa sababu gani nasema hivi? Ukiwa na mtu ambaye amekutangulia, ukitaka kwenda mbali, mwache huyo mtu aliyekutangulia aongee. Usiongee. Kwa sababu kuna vitu anajua kukuliko. Praise the Lord. Penda aongee yeye, usikie kutoka kwako. Kwa sababu maneno yake yamejawa na hekima kukuliko. Kuna vitu amepitia kukuliko. Kuna mambo ameyaona kukuliko. Kuna siku moja Bishop Maura alikuwa ametuambia tukiwa na mke wangu, akasema nyani mzee huvuka barabara polepole kuliko nyani mchanga. Nyani ambaye ni mtoto akitaka kuvuka barabara anavukaga mbio pia. Lakini mzee anaga wasiwasi, anavukaga polepole. Akatuambia ni kwa sababu amekomaa mishale na mawe. Sasa hakuna kitu anaogopa tena. Lakini nyani mchanga yeye ajuaga, anaona kila mtu ni adui. Lakini yule amepitia maadui wengi. Amerushiwa mishale, mawe, sasa hata akivuka anavukaga polepole tu akiangalia. Maana ni nyani mzee. Sema amina. Ngeukia jirani yako. Mwambie ukifika kwa wazee, just humble yourself. Usitake kujua unajua. Hata kama unajua, wewe kuwa nyani tu kijana. Acha kuwa nyani mzee mahali ambapo hujafikia. Praise be to the Lord. Na ndio maana nikienda kwake unanyamazaga tu aongee. Nikipata mtu ametangulia na nyamazaga aongee. Kwa sababu gani? Nataka kusikia hekima yake. Kuna mahali amepita, mimi sijawahi pita. Kuna vita amepigana, sijawahi pigana. Kuna mambo ameyaona, mimi sijawahi yaona. Kuna vitu amesikia, sijawahi sikia. Sasa naweza kuwa labda nafanya vizuri hata kumliko, lakini sijapitia yale amepitia kumliko. Kwa sababu kufanya vizuri kuliko mtu haimaanishi basi umemtangulia. Na kumbuka, unaweza ukafanya vizuri
kumliko, lakini huo uzuri umeuona kwako ni kwa sababu alitangulia kukutengenezea njia. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nini alitangulia kukutengenezea njia? Sasa wewe ukapata ile visiki vilivyokuwa vimeng'olewa, yale mawe, ile barabara imechimbwa, na ndio maana kwako imekuwa rahisi. Kwako imekuwa na upenyo. Kwa nini imekuwa na upenyo? Kwa sababu kuna mtu alitengeneza hiyo barabara. Kuna mtu alitengeneza, akavunja hizo miamba, akang'oa hiyo visiki. Sasa wewe unapita tu haraka haraka. Kulima ni tofauti na kupalalia. Mtu anayepalalia anaweza akalima akapalalia hata eka nzima, lakini anayelima akalima tu hata 50 by 50. Hata 50 by 50 kumalizia ni shida. Kwa sababu paka ang'oe mizizi, paka ang'oe visiki, paka ang'oe zile manyasi zingine zinaingaga ndani, atengeneze ardhi vizuri. Ndio maana jembe lake litaenda ndani, hata apige jembe 3-4 mahali pamoja. Ni nini anang'oa? Ule mchanga na ile mizizi. Lakini wewe kupalilia ulikuta kumeshalimwa, wewe ni kupita tu na kung'oa zile manyasi. Sasa ukikuwa wewe ni wa kung'oa manyasi, yule mtu wa kulima anapokuja, nyamaza kwanza, just shuka. Na ndio maana a servant heart, aliye na moyo wa kuzalisha ama kuleta faida, ako na roho ya humility, anapenda kusikia kwa waliotangulia. Haleluya. Number 2, katika huyo ako na spirit, ana dedicate her life to the work of God. A servant heart, amejiweka wakfu kwa kazi ya Mungu. Na ndio maana hawezi akawa na excuses. Hawezi akawa na excuses katika maisha yake. That's why Paul anamwambia Timotheo, hakikisha umekuwa mtendakazi asiye na visababu, visiwe na nini? Utayari. I think iko 2 Timothy mangapi? Nitafutie hiyo scripture. Hakikisha umekuwa mtendakazi asiye na visababu. That means ya kwamba dedicate yourself. Tena namwambia uwe tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Hallelujah. That means when you dedicate your life, kuna majira ile kazi unayoifanya haitakupatia nguvu, haitakupatia morali, itakuwa inakuvunja moyo. But Biblia inasema kwamba kuwa tayari. Na kuna masaa utaifanya utakuwa na breakthrough. Biblia inasema kuwa tayari. Na hiyo ndio tunastahili kujifunza. Hayo ndio tunastahili kuyaangalia na kuyatambua in our life. A servant heart, he dedicates his life. Hallelujah. A servant heart, anakuwa na moyo wa kudedicate maisha yake. Proverbs chapter number 9 verse number 9. Na pia tukasema he also is a teachable, anaweza kufundishika. A servant heart, ako na moyo wa kufundishika. He is ready to be taught. A servant heart is ready to be corrected. Any servant, any minister, ukiona mtu anakemewa alafu anakasirika, hana roho ya utumishi, hana roho ya servant. Any servant heart anakubaliki kukemewa, na anapokemewa anazidi kufurahia. Sasa maandiko yanasemaje? Mwelimishe mwenye hekima, naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki, naye atazidi kuwa na elimu. Hallelujah. So any servant heart, any servant aliye na moyo wa utumishi, anapenda kupokea hekima kwa kuelimishwa. Anapenda kuzidi kuwa na hekima kwa kufundishwa. Haleluya. So ukiona haupendi kufundishika, haupendi kukemewa, hauna roho ya kudedicate maisha yako kwa Mungu, that means ya kwamba you are lacking the heart of serving. Na any servant, any leader lazima awe na the heart of serving. Wakati unaofaa na wakati usiofaa, you are ready to serve God. That's why wanakuambiaga leo, hata Apostle Kimani akinipigia simu sahihi, akiniambia jioni na kutaka Nakuru, nitaacha kile chote nafanya na nitaondoka, nitaenda. Sitamwambia niko na ibada. No, haustahili kuwa na visababu. Si kama unanielewa? Amen. Praise the Lord. Amen.
Sijui kama haustahili kuwa na visababu, kwa sababu a servant heart yuko tayari wakati wote. He has dedicated his life kwa sababu ya the work of God. Ako na moyo wa utumishi. Haangalii vile watu wamesema, haangalii mazingira vile alivyo, anaangalia ni nini anastahili kufanya aweze kuwa profitable, aweze kuwa wa faida katika hiyo position, katika hiyo nafasi. Na ndio maana wakati unapotumika kama mhuduma, kama kiongozi, lazima uelewe, muombe Mungu akupatie moyo wa utendaji kazi, a servant, moyo wa utumishi. Maana mtumishi ana roho ya kubeba kila mtu, anavumiliaga kila mtu hata kama amekosewa. Ukiona unakuwa na grudge na wengine kwa sababu walikukwaza, hauna moyo wa utumishi. Hauna the heart of servant, the heart of a servant. Servant wa Mungu ama any leader ama any minister huwa habebi grudge kwa watu. Ati fulani alinikosea, fulani amenikwaza. Na ndio maana unakuta hata kuna wahuduma hapa, mkionywa na viongozi wenu mnakasirika. Kama nataka nione wale wote niliwataja majina pale, nikakutana na wao pale, nataka tupambane na nyinyi kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ukionywa unastahili ku humble yourself. Haustahili kuwa kichwa ngumu. Hata unakasirika hata kwa sababu jina lako limeandikwa. Unakasirikia nini? Wewe si mhuduma, ustahili kuwa katika hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefanya makosa, submit ya kwamba kweli nimekosa, naomba nipewe nafasi nyingine. Kweli sio unakwenda na ukali hati ameandika hata nitaomba zile walitoa siku hiyo warudishiwe. Kwa sababu that's not a servant heart. Is a servant heart ni roho ya unyenyekevu. Umekosa, nyenyekea. Umekosa, kubali hayo makosa. Wacha kujifanya sasa ndio umemea pembe. Hata kwa sababu ni mhuduma mwenzako ndio amekuonya. Kama kweli uko na roho ya kutumika, utakubali hata mhuduma mwenzako akuonye. Kwa sababu gani? We are building the same kingdom. We are building the kingdom of God. We are not building our kingdom. Na ndio maana ukionywa unafurahia, unajua huyu mtu ananiwazia mema. Huyu mtu hataki nifeli. Huyu mtu hataki nianguke, hataki niharibikiwe kule mbele. Na ndio maana ananifundisha, na ndio maana ananionya, na ndio maana ananikemea. Lakini ukiona mhuduma ama kiongozi anapokemewa, anabeba grudge kwa mtu, anakasirika na yule kiongozi, hamsalimii, hamuongeleshi, ni kwa sababu ndani ya moyo wake hana roho ya utumishi, ako na roho ya pride na rebellious. Haleluya. Hata sisi wote tunakemewaga tukienda kwa apostoli. Tunakemewaga na tuseme hata basi kwa vile ametukemea ndio tukitoka hatu atumsalimii na tukumuaga. Tena tunaenda tena tunanyenyekea tunasema Baba asante kwa kutukemea. Maana kuna vitu tumepata. Tumejisaidia na tunamuaga vizuri. Lakini sasa kiongozi wako amekukwaza. Unatoka ukiwa umenuna. Unakasirika, hata siku wiki nzima utamsalimia. Hata akiitisha mkutano huyo department leader wako, hauendi katika huo mkutano. Ukikaa pale unakaa umenuna, hata ukiulizwa useme sina swali, sina jambo lolote. Ni kwa sababu hauna roho ya utumishi. Na ndio maana hauqualify kuwa katika hiyo position. Semeni amina. Amen. Praise the Lord. So any servant heart lazima awe na hiyo roho. Tumesoma pale, aelimishwe aweze kuwa na hekima, naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki, naye atazidi kuwa na elimu. So ukiwa mwenye haki unastahili kuwa na elimu pia. Kwa sababu haki yako pasipo elimu itakuwa machukizo. Na ndio maana unastahili kujifunza katika hiyo huduma, kwa hiyo nafasi, ili usiwe kikwazo, ili usiweze kuwa laana, usiweze kuwa vikwazo kwa wengine. Mungu akusaidie ujifundishe. Proverbs 15:31. Proverbs 15:31. May God give us grace. Nasema Mungu atupatie nafasi na neema tunapotumikia Mungu. Bwana atusaidie. Proverbs 15:31. Maandiko yanasema hivi. Nasema sikio lisikilizalo lawama yenye uhai litakaa katika yao wenye hekima. Haleluya. Sikio lisikilizao lawama yenye uhai, kumaanisha kuna lawama ambayo haina uhai,
Kuna lawama ambayo imebeba mauti na kuna lawama ambayo imebeba uhai. Maandiko yanasema litakaa katika yao wenye hekima. So wakati unapofanya kosa na usikie kushauriwa, usikie kukemewa, maana hiyo inamaanisha kwamba ni lawama, lakini hii lawama unaolaumiwa ni kwa sababu iko na uhai, inataka ibadilishe maisha yako yawe vile Mungu anakusudia. Sasa maandiko yanasema litakaa katika wenye hekima. 32 inasemaje? Haleluya. Atakaye kaa na maonyo huidhara, akatae maonyo huidharau nafsi yake mwenyewe, bali yeye asikilizaye lawama hujipatia ufahamu. Ambaye hapendi kuonyeka, maandiko yanasemaje? Amedharau nafsi yake mwenyewe. Lakini yule amekusudia kuonyeka anajipatia nini? Ufahamu. So kama kiongozi ama mhuduma, ukitaka kujua kwamba uko na moyo wa utumishi, huwa unapenda kuonyeka. Na lawama yote inapokuwa, roho yako inafurahia, kwa sababu nimelaumiwa ili niweze kubadilika, nimelaumiwa ili niweze kurekebika. Maana hakuna mtu wagaga perfect katika kila huduma. Hakuna mtu waga perfect, hakuna. Hata apostol alipokuja kuna mambo alituambia tufanye hivi, tufanye hivi. Kwa sababu gani? Maana tunataka kusaidika. Maana yeye ameshapita hapo, kuna mahali amefika, kuna vitu amefanya kuliko. Na ndio maana alipokuja akatuambia sasa hapa mtafanya hivi, mtafanya hivi, mtafanya hivi. Kwa sababu gani? Ni fundisho alikuwa anatupatia ili tuweze kuzidi kuwa na ufahamu. So as a leader or as a servant ambaye tunatumika, lazima tuelewe kuonyeka ili tuweze kupata mafundisho, tuweze kuwa na roho ya kufundishika, tuweze kuwa na roho ya kurekebishwa. Kitabu cha Mika mlango wa 6 mstari wa 8. Mika chapter number 6 verse number 8. Haleluya. Mika mlango wa 6:8. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana ataka nini kwako? Ili kutenda haki na kutenda rehema na kwenda na unyenyekevu na Mungu wako. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Amekubaliki kuonyeshwa mema, amekubalika kufundishika. Kwa nini? Na Bwana atataka nini kwako? Ili kutenda haki. Anataka utende haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati Mungu anapotufundisha ama mafundisho yanapoachiliwa, ni kwa sababu Mungu anataka tutende haki na tupende rehema na tuenende katika unyenyekevu mbele zake. Maana tunaweza kuwa viongozi ama wahuduma, lakini jinsi tunavyojileta mbele za Mungu, hatuna unyenyekevu, hatuna rehema na hatuna haki. Na ndio maana unaweza kuwa ni mhuduma ama ni kiongozi, lakini hata wale unawaongoza unawachukia. Kuna mtu uko naye hapo umemchukia, haujamsamehe, haupendi rehema. Unamwambia kabisa hii siwezi kukusamehe kabisa. Hadi kwa sababu alikukwaza. Hauna unyenyekevu, wewe unataka kufanya mambo kifua. May God have mercy on us. Amen. I declare may God have mercy on us. Hallelujah. James chapter number 10 verse number James chapter number 4 verse number 10. Be ready to be corrected as a leader. Kubali, that's a servant heart. James 4:10. Inasemaje? James 4:10. May God give us grace. Yakobo 10. Nasema hivi. Jitahidi mbele za Bwana naye atakukweza. Jidilini mbele za Bwana, Bwana naye atakuwakuza. Kiswahili yako inasema tofauti na hii. Sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba tujifanye nini? Jidilini mbele za Bwana naye atakutukuza. Humble yourself. When you humble ourselves, God will
He shall lift us. Bwana Yesu asifiwe sana. So as a servant or as a believer, ama kama mtendakazi, just humble yourself. Penda kujua mapenzi ya Mungu. Tumika ukiwa na unyenyekevu. Usiwe kikwazo kwa wengine, naye utakuwa faida kwa kazi ya Bwana. Sema amina. Praise be to the Lord. Number 4, how to be profitable. Lazima uwe na different spirit. Different spirit. Uwe na roho tofauti. This refers to the spirit of faith and obedience. A different spirit refers to faith and obedience. According to Numbers chapter number 14:24. Numbers 14:24. Tunaiona kwa mtu anaitwa Caleb. Hallelujah. Kumbuka Caleb alikuwa ni wamoja wale waliotumwa na nani? Na Musa. Kwenda kupeleleza nchi. Numbers, Hesabu mstari wa 14, mlango wa 14 mstari wa 24. Maandiko yanasema, lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye amenifuata kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia na wazao wake watamiliki. Lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine, he had a different spirit. So for I or for you to be profitable in a ministry, lazima uwe na roho nyingine tofauti na wengine. Na hii roho inabeba the spirit of faith and the spirit of obedience. Kwa sababu Caleb walipoenda kupeleleza wakiwa na Joshua, kitu kilisababisha wakaongea ushindi wa wana wa Israeli kwa ile nchi, it was faith. Maana walikutana na giants, waliona watu wakubwa. Lakini walipokuja wakaongea nini? Wakasema watu wale kweli ni wakubwa, lakini Bwana ametupatia ule mji. Haleluya. Hawakuongea kama wale wengine 10. Wale wengine walikuwa wanasema sisi tunaonekana kama panzi, hatutaweza, mji ule ni mzuri lakini hatuwezi. But Joshua na Caleb walikuwa na roho tofauti. Na kuwa na roho tofauti inamaanisha kwamba wakati your leader amesema tunashinda, hata wewe unastahili kusema tutashinda. As a leader, as a minister, unastahili kuwa na roho, si kama mshirika. Kwa sababu mshirika anaweza asione ushindi kulingana na imani yake. Lakini wewe kama kiongozi ama mhuduma, unastahili kuonaga ushindi. Tukisema kwamba tutafanikiwa, anza kuona kufanikiwa. Unaenda kwa wale kuwatia moyo, kuambia wajua sisi tutafanikiwa. Mahali pale tutaenda mbali. Vile pasta wetu wanasemaga tutaenda mbali, tutaenda mbali. Lakini ukienda unasema unaenda kwa huduma wale wenzako ambao umewasimamia, unaanza kuambia pasta amesema tutaenda mbali lakini sioni. Sioni kabisa. Mimi naona failure tu. Kwa sababu roho yako ni tofauti. Haiko na utofauti ule ambaye Mungu anataka. Iko na utofauti ule ambaye shetani amepanda ya kuvunja moyo. Lakini angalia Caleb alikuwa na roho nyingine ya kutia moyo. Ilikuwa imebeba imani na ilikuwa imebeba utiifu. Kile Musa amemwambia afanye alifanya. So for you to be profitable in a ministry, lazima uwe na roho nyingine ambaye imebeba imani na imebeba utiifu. Tukisema kama sasa kesho tunaanza maombi ya 21 days kwa sababu ya Thanksgiving. Na nitakufundisha levels of Thanksgiving after service hii. Levels, viwango vya kumshukuru Mungu. Ili hayo maombi yako yasiwe ni ya kudai, yawe ni maombi ya kumshukuru Mungu. Maana tuko katika mwezi wa kumshukuru Mungu. Na wewe kama mhuduma, kama kiongozi, unastahili kuwa mstari wa mbele. Sasa kama hauna hiyo roho nyingine ambayo ni ya obedient, utakula tu. Utaminya vizuri. Alafu expect tukija hapa tarehe 7 kumwambia Mungu Thanksgiving wakati umeshiba. Hao kumshukuru kwa maombi. Maana most of the believers tunajua kwamba maombi ya fasting and prayer is only to receive. Ni ya kudai, ni ya kuitisha. Lakini kuna maombi ya Thanksgiving pia ya fasting and prayer. Just thanking God kwa ule umbali amekufikisha. Maana kuna viwango ambavyo tutaviongea vile Mungu amekufikisha. Kuna viwango tofauti umepitishwa na Mungu. Na hivyo viwango unastahili kumshukuru navyo. Sio maombi tu ya kawaida, kujinyima. Uende katika fasting and prayer kumwambia Mungu, I thank you for the level umenifikisha. Sasa kama kweli uko na roho ya obedience,
utakuwa mmoja wa kusisitiza kile kiongozi, ule uongozi ambao unautawala. Kama ni wamama, kama ni wazee, kama ni vijana, utaenda kuwatia moyo, kuambia jamani, tuko na maombi ya kufunga, tunastahili kufunga. Unawatia moyo. Haijalishi hata kama utakuwa unafungua jioni, haijalishi hata kama utaenda wiki, angalau hata kama ni wiki, kwa wiki uende mara 3. Maana kuna wengine kazi zetu ni ngumu. Hatujaweka covenant prayer kusema ya kwamba lazima iwe hivi. Lakini ni vizuri tufunge. Kuna wengine kazi zenu ni ngumu, lazima ukunywe kachai asubuhi. Kuna wengine tunanyonyesha. Kuna wengine tuko na wajawazito. So tukisema sote tuende vile kulingana na mtu fulani, hatutaweza. Na ndio maana hatutaweka agano moja tuseme lazima tuende hivi. Lakini tutaingia katika maombi. Sasa wewe utajiamulia kuchukua ni mfungo gani? Is it a partial fasting and prayer? Is it a Daniel prayer? Is it a dry fasting? Ama uende na maji? Ama utategemea ni maombi gani utachukua. Lakini umuhimu uwe katika presence ya Mungu. Amen. So as a leader, as a servant, maana yale maono tuko nayo mbele ya kumalizia mwaka. Nilikwambia mwaka huu hatutamalizia mwaka vile tumekuwa tukimalizia. Kwa sababu mwaka huu tunaamini Mungu. Ile tarehe 20 vile nilikuwa naambia wahuduma usiku kwa mkesha. Tutakuwa na crusade ya siku 2. Tarehe 28 na 29 Disemba. Alafu on Monday katika ule uwanja tuanze kufanya conference. Jioni tuwe na conference. Alafu Tuesday tuwe na conference. Alafu Wednesday itakuwa 31st tuvukie hapa, tutavukia kanisani. Tuvukie katika huo uwanja. Lakini tunaanza ile sermon ya maana tayari Mungu alishanipatia. Direction ya mwaka ujao utakuwa the year of this. Sasa nitaanza kufundisha kuanzia Monday, Tuesday, alafu Wednesday tukivuka mwaka tuwe tuko na hiyo idea tunavuka mwaka kwa njia gani na ni nini tunaenda kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yote yatahitaji sisi kama wahuduma, sisi kama viongozi kuweza kuwa mstari wa mbele. Si mshirika hata kuangalia wewe. Na ndio maana Yesu Kristo kulikuwa na watu wamemzunguka. Lakini alipoenda kule mlimani zaidi, akatenga wengine 3 mbele, naye akaenda mbele yake. Sasa Mungu anaweza akakuweka wewe uko katika ile nafasi ya pili. After Kristo ndo wewe hapo, alafu ndo wengine. Sasa wewe wa hapa unataka kuwa hapa. That means ya kwamba haujajua nafasi yako ni gani. Na ndio maana unastahili kuwa na roho tofauti ya kuwa na ufahamu. Caleb na Joshua walijielewa wao ni kina nani. Na ndio maana walipokuja hawakuongea kama wale wengine 10. Wale wengine walikuwa wanaongea failure. Wanaongea kujidhihaki. Wakisema sisi ni kama parare. Sisi hatuwezi, wale watu ni wakubwa. Lakini Joshua alipofika alibadilisha maono yao. Caleb alipofika alibadilisha misemo yao. Wakabadilisha mawazo ya Musa kuona ushindi. Na waliobakia kupokea ripoti wakaona ushindi. Na hivyo ndivyo tunastahili kubadilisha ripoti. Nilikwambia ni vizuri sana uweze kutafsiri ndoto ya pasta wako. Kama Joseph alitafsiri ndoto ya mfalme, na ile ndoto ikatia mfalme moyo mpaka akaendeleza regime yake. Government yake ikapata afueni, ikapata kibali, ikakuwa na mpangilio. Hivyo ndivyo Mungu amekuleta as a leader, as a servant, kuja kutafsiri hiyo ndoto. Sasa hii ni ndoto nimekupatia tarehe 20 na ngapi? 7 na tarehe 28 tutakuwa na crusade si siku 2. Alafu tarehe 29 na tarehe 30 tutakuwa na revival jioni hapo katika huo uwanja. Alafu tarehe 31 tutakuwa tunavuka mkesha katika uwanja. Ni ndoto nimekupatia, utaitafsiri vipi? Ama utasema nangojea nione. Basi wewe hauna ile roho ambayo Caleb alikuwa nayo. Hallelujah. Sikia 2 Corinthians chapter number 5 verse number 7. 2 Corinthians chapter number 5 verse number 7. Maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. So hii ni ndoto nimeitafsiri kwa imani. Na kwa sababu sisi kama wahuduma na viongozi na wale watendakazi wote tuko hapa, hatuangalii kwa kuona, tunaenenda kwa imani. So ni mambo ya imani, tutayatafsiri kiimani. Lazima kuwepo na imani na lazima kuwepo na commitment ya watu. Hallelujah. Ndoto hii tafsiri. Na Mungu anapotupatia divine direction ama anapotupatia mwelekeo ule ambao amekusudia, kila mwelekeo Mungu anapatianaga huko na baraka zake. Mungu hawezi akakupatia direction isiyo na baraka.
That means ya kwamba tukifail kuenenda vile Mungu amekusudia katika hiyo baraka, kuna blessings ambazo Mungu alikusudia tutazikosa. Na kumbuka it's the end of the year. Si ajabu kuna wengine hapo kupitia hiyo ndo watalipwa yale matendo yote umekuwa ukitenda the whole year. Sasa Mungu anakungojea mwisho. Na ndio maana anasemaga heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Kwa nini asemi katikati? Na kwa nini asemi mwanzo? Anasema mwisho. Kwa sababu mwisho unaweza kuwa wa utukufu kuliko mwanzo. So tunapoenda kumalizia mwaka, Mungu atusaidie tuweze kumtukuza vile anavyokusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 5, how to be profitable. Lazima acknowledge God. You cannot be profitable by not acknowledging God. Lazima tuweze kumtambua Mungu. Hallelujah. Kuelewa kusudi lake na matendo yale ametufanyia. Maana ukielewa kile Mungu amekufanyia na kile ambacho Mungu anataka ufanye, basi utakuwa faida kwa Mungu. Lakini usipoelewa utakuwa mtu wa kawaida. Utakuwa tu Mkristo wa kawaida, na nakuombea Mungu akusaidie usiwe Mkristo wa kawaida. Hallelujah. Number 6, kwa sababu ya muda tunaenda haraka. Number 6, ili uweze kuwa profitable, lazima uwe na serving heart. Serving heart. Kumbuka niliongea kuhusu a servant heart and a serving heart. These are two different things. A serving heart ni moyo wa utendaji kazi. Yani unafanya from your heart. Haufanyi kwa sababu umeambiwa, haufanyi kwa sababu unasukumwa, haufanyi kwa sababu utapata kitu. Maana tuko katika generation ambayo watu watapotumika wanatumika ili waone vitu. Na ndio maana asipopata vile vitu walitazamia hata waitumika tena. Hallelujah. Amen. Mtu hawezi kujitolea aje afanye kazi ya Mungu. Anasema nikifanya hivi nitapata nini? Baada ya hapo utani appreciate vipi? Sikatai kuwa appreciated, lakini usiitishe. Usiwe na hiyo nia, maana Mungu anaangalia moyo wako. Wakati Mungu unapotumikia Mungu, usiwe na nia. A serving heart inafanya tu nipate nisipate, well and good. Nipate nisikuwe congratulated, nisipatiwe kongole. Kwa Kiswahili tunaita kongole. Nisiweze kuwa appreciated. Hata nisipokuwa appreciated, I'm okay for that. Kwa sababu niko nafanyia Mungu. Hata nisipoonekana, niko nafanyia Mungu. Hallelujah. Kuna mtu mmoja siku moja alikuwa ametoa sio ni pikipiki ama nini. So aka expect baada ya kutoa pikipiki tumtangaze kanisa. Sema mtu fulani ametoa pikipiki. Kanisani. Alipoona hakuna hiyo kitu ni mtu anani, ukimtolea Mungu usi expect kuwa appreciated jamani. Ati ni kusifu kwa watu paka washirika wajue. Sasa hiyo utakuwa umetolea washirika ama umetolea Mungu. Alipoona basi amenyama, hakujua mimi nilimuombea, nikamwambia Mungu ambariki, amtendee mema. Kwa sababu amefanya kwa moyo wake, acha huyo Mungu amguse. Baada hapo alipoona hakuna appreciation, akaja akachukua pikipiki yake. Na akachukua. Na alipoichukua iko sawa tu, inafanya vizuri. Alipoichukua naye kaenda kaharibika. Unajua hawezi kuleta vitu kwa madhabahu ya Bwana alafu uje uvichukue tena. Kwa sababu vikirudi kwako vinarudi laana. Vikibakia kwa Mungu vinakuaga baraka kwako. Lakini ukivichukua kwako vinarudi laana tena. Na hiyo ndio watu hapa ndipo kujua. Ukitaka kufanya vitu ili watu wakukongratulate, ili watu wakupatie appreciation, hujawahi pata baraka za Mungu. Ni ya wanadamu ndio utapokea. Na ndio maana usipende hata mwanadamu kukuinua. Penda tu Mungu apokee utukufu. Sasa watu walio na moyo wa utendaji kazi hawapendaji wanadamu wawapatie utukufu. Na ndio maana unakuta mtu hataki, wacha sifa zimrudie Mungu. Kwa sababu si yeye alifanya kwa mwanadamu, alifanya kwa Mungu. Sasa ukisoma Nehemia mlango wa 4 mstari wa 6. Kwa nini Nehemia waliomzunguka walifanya Nehemia akapata faida katika utumishi wake?
kwa sababu wale waliomzunguka walikuwa na moyo wa utendaji kazi. Nehemia 4:6, walikuwa na moyo wa utendaji kazi. Basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Na ndio maana kuta waliokuwa na jenga zikaisha. Kwa nini iliisha pasipo kung'ang'ana? Kwa sababu waliokuwa wanajenga walikuwa na moyo. So wakawa faida kwa maono ya Nehemia. Sisi wahuduma na viongozi ukiwa na moyo wa kufanya kazi, tutakuwa faida katika maono ya Kristo. Haleluya. Amen. Usifanye kwa manunguniko. Usifanye kitu huku unanungunika. Pasa anaweza asisikie manunguniko yako, lakini kuna yule Mungu anakutazamaga katika roho. Kwa sababu Mungu anaangalia mioyo yetu ili atubariki. So katika hiyo position, kwangu unaweza ukaja ukanionyesha kicheko, unaweza ukaja ukanionyesha furaha, lakini ndani ya moyo wako mimi sitauona. Sitaona ukinungunika, sitaona. Lakini Mungu anaona. Mimi nitaona smile ya nje. Na kwa sababu ni mwanadamu, kwa upande wa mwanadamu, nikwambia watumishi wa Mungu wamebeba vitu vingapi? 3. Haleluya. Amen. Nafasi ya kwanza ni uungu. Na ndio maana Mungu anamwambiaje? Anamwambia Musa, nimekufanya kuwa Mungu kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu gani mtumishi wa Mungu anakuwa kama Mungu kwa maisha yako? Ndio maana hata katika ndoto saa zingine unamuona ametokea kwako. Ni Mungu ametokea, lakini amejivisha yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amejivisha huyo mtumishi. Haleluya. So umetoka Lamu, uliona nimekutokea kwa ndoto, nikakwambia fanya hivi na hivi, shida yako itaisha. Huyo ametoka Lamu, hakai hapa. Na niko na ushuhuda. Uko na ushuhuda, utashuhudia. Leo ni kipindi cha ushuhuda. Amen. Asante. Huyo ametoka Lamu, aliota ndoto akiwa kwa usingizi. Alikuwa ameingia kwa maombi ya kufunga. Akawa ameingia kwa maombi ya kufunga. Akaona nimetokea kwa ndoto. So mtumishi wa Mungu anabeba nguvu ya anakuaga Mungu kwa mtu fulani ili akufungulie mlango. Alafu namba 2, amebeba roho ya unabii. Nabii kwako ili upate thawabu ya nabii. Alafu ya 3 ni mwanadamu. Na ndio maana anaweza kuwa kama mwanadamu. Mkaongea kwa simu, mkakula pamoja, mkatembea pamoja na mkacheka. Haleluya. Praise be to the Lord. Amen. Sasa ukichukua nafasi ya kwanza ile Mungu kwako kama mwanadamu, unakosa kile Mungu anataka kwako. Ukichukua nafasi ya nabii kama mwanadamu, unakosa thawabu ya nabii. Sasa most of the believers na leaders na watendakazi wanachukuaga mtumishi wa Mungu kama mtu kwao. Na ndio maana hawezi kupata kile Mungu amekusudia. Kwa sababu anaweza akaongea, ukaona ameongea kama yeye, lakini kumbe ni nabii. Sahi anaongea kwa nafasi ya nabii. Anaweza akaongea kama mtu, lakini kumbe anaongea kwa nafasi ya Mungu. Haleluya. Amen. So lazima uwe na discerning spirit. Uwe na roho ya utambuzi kuelewa hii ni season gani. Paulo anasema sasa ni mimi Paulo naongea. Kumaanisha alikuwa anaongea kama Paulo. Lakini kuna masaa akiwa haongei kama Paulo, ilikuwa ni roho ya Mungu anaongea. Kuna masaa alisimama kama Mungu, anafanya kama vile Mungu. Paka wakasema hii ni miungu imekutukujia. Lakini akasema no. Maana hawakutaka kupokea hiyo glory. Walitaka glory ya uungu imrudie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So wakati umezunguka kiongozi wako, uko na moyo wa utendaji kazi, utakuwa profitable kwa hiyo ministry. Kwa sababu God anakuletaga katika huduma uweze kuwa faida. Ndo ili ndoto yako itafsiriwe. Nilikufundisha hiyo kitu. Nikakwambia kwamba kama Yusufu asingetafsiri ndoto ya Farao, ndoto ya Yusufu isingetafsiriwa. So ilibidi atafsiri ndoto ya Farao, na ndoto yake aliyoota akiwa ikulu itafsiriwe na Farao. So yule mtu Mungu amekuleta kwake, amekuleta utafsiri ndoto yake, ndo ile ndoto ambaye Mungu alikupatia ama haujawahi iona itafsiriwe na yeye. So kuna watu hapa, tunaweza tuko na nyinyi hapa, lakini inaweza kuwa maisha yenu mtaenda kuishi Dubai. Hapo ndo mtaishi.
Lakini sasa hivi uko Kilifi kwa sababu ndoto ya Dubai haijatafsiriwa. Na ni kwa nini haijatafsiriwa? Kwa sababu ndoto ya huyo aliye mbele yako haujaitafsiri. Sasa the moment utatafsiri hiyo ndoto, ndipo na wewe utatafsiriwa hiyo ndoto, utaenda kuishi mahali Mungu anataka. Na ndio maana mtu utashangaa akisema kwamba nilipokutana na yule mtumishi maisha yangu yalibadilika, milango yangu ilinifungukia. Kwa nini nikufungukia? Kwa sababu ulipokutana na yeye ulitafsiri ndoto yake, naye akatafsiri ndoto yako. Hawezi kujitafsiria ndoto mpaka kuna mtu atakutafsiria. Siwezi kujitafsiria ndoto mpaka kuna mtu Mungu ataleta anitafsirie hiyo ndoto. Na usitamani mtu wa nje, tamani wewe Mungu aliyekuleta. Kwa sababu Mungu amekuweka hapo with a reason. Praise be to the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. The serving heart. Number 7 ambaye ni ya mwisho, ili uweze kufanya nini? Kuweza kuwa profitable. Lazima kuwe na spirit ya kuitwa, uwe na spirit ya submissive. Uwe na roho ya kusubmit. To be willingly to respect and yield to the authority of your leader in true spirit and humanity, trust and humility and trust and also love. Ili usubmit, kitu cha kwanza ukubaliane na ule uongozi. Kwa sababu kuna watu, sote hapa hatujatoka kanisa moja, kuna wengine ulitoka ministry nyingine, wengine ulitoka sisi. So mahali ulitoka kulikuwa na uongozi fulani. Na ule uongozi kuna vile ulisubmit. Na kwa sababu umekuja katika uongozi mwingine pia uko na kanuni zake. So ili uwe na roho ya submission ama roho ya kusubmit, ina maana ya kwamba si ukuje na ile sheria ya kule, unakuja unajoin, unakubaliana na maono ya hapo. Unaanza kutembea na maono ya hapo, sio ya kule. Usianze kusema hata kule tuko tunafanyaga hivi. That's not a spirit of submission. That's why ya kwamba ukimkubali, kama umekubali kuongozwa na Kristo, wewe unakubali, unaacha maono ya kule kwa dunia, unakubaliana na maono ya Kristo. Unaanza kufanya kama Kristo vile anafanya. Sio unasema mimi nilipokuwa kule kwa mataifa tuko tunafanya hivi, sasa nimeingia kwa kanisa kwa Yesu Kristo, pia Yesu angekubaliana tufanye hivyo. That's not submission. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kusubmit ni kukaa chini ya hiyo authority na kurespect that authority na hiyo leadership katika roho, katika unyenyekevu, na hata katika kutrust na hata kupenda. A leader hawezi kukuongoza kama humpendi. Hawezi kukubariki kama humpendi. Lazima upende leader wako. Hallelujah. Amen. Lazima utrust leader wako. Ukiona kama kwa mfano niseme jamani nasikia roho Mungu anataka tufanye hivi, alafu unakuwa na twashisho, unasema siamini kama ni roho, haustahili kuwa katika hiyo nafasi, wala haustahili kuwa katika hiyo kanisa. Kwa sababu hauwezi kwenda kanisani mahali ambapo hauamini kiongozi wako. Unaendaga mahali ambapo unaamini kiongozi wako. That's why wanakuambia kama kuna maombi naamini kwa maisha yangu, maombi ya baba yangu ya kiroho. Kwa nini? Chochote akiniambia leo tafanya. Why? Because I respect his leadership. Before tuanzishe hii ministry, kuna mtu wa kwanza alikuja akaniambia, "Pasa, Mungu anataka uende Kilifi uanzishe maono." Ako ni mtumishi wa Mungu. Nikamwambia nimesikia, lakini wacha niombe. Wa pili akaja. Huo wa kwanza alikuja mwezi wa 6. Wa pili akaja mwezi wa 8. Na ni askofu akaniambia, "Pasa, Mungu ameniambia nikwambie hivi na hivi na hivi." Wa tatu mwezi wa 10 akaniambia, tuko na yeye akiwa na mke wake, bishop na mke wake, akaniambia tuko kwa meza, akaniambia, "Mungu ananiambia nikwambie enda Kilifi ufanye hivi na hivi." Tukakaa na mke wangu akasema, mtu wa mwisho atakayetuambia tuende Kilifi tutaenda ni apostle. Na tulipokutana naye mwezi wa 11 akatuambia, kasikia Mungu anasema endeni Kilifi. Siku hiyo hiyo. Kwa nini? Because yeye ni kinywa cha maisha yangu. Is a prophet to my life. Yeye ni nabii wangu. Amen. Sasa nabii wangu amenena. Sisemi hao wengine si Mungu alikuwa anawatumia. Ni Mungu. Lakini kwa nini Mungu alinikutanisha na huyo?
Na ndio maana baba ni mmoja, walimu wanaweza kuwa wengi. Lakini ni neno gani ambalo una submit kwao? Ile sauti ambayo una submit kwayo, hiyo sauti ndio itakuletea baraka zako. Hawezi kuwa hapa kama kiongozi mhuduma alafu expect to submit to another voice. Hata pasta fulani alisema, hata na pasta wako amesema nini, hauna sauti ya pasta wako lakini uko na sauti ya pasta mwingine. That means kwamba wewe si wa hapo, umekuja the wrong place. Hallelujah. Amen. Unaweza kuthamini hata sauti ya pasta mwingine kuliko sauti ya pasta wako. Hauja submit kwa huyo mtu. Sasa ni kupoteza wakati. Na ndio maana hata akiachilia urithi wa familia, kwa sababu nilikwambia kanisa huo ni urithi. Ni familia. Na hii familia iko na urithi wake. So tunaposema naachilia baraka za watoto wa Kingdom Embassy, hazikuji kwa sababu zimeachiliwa, zinakuja kwa sababu zimekuona we ni mtoto wa hiyo nyumba. Maana nilikwambia baraka zina macho. Na zitakuonaje na zijue wewe ni mtoto? Kwa sababu umesubmit. Kwa sababu sio ndio sauti. I think ni hapa nilifundisha, I think ni kule chika katika ule nilifundisha kuhusu the voice of your spiritual realm. Sauti ya anga yako ni gani? Kwa sababu unastahili kuwa na sauti katika anga yako. Ni sauti gani huwa inakuongelea anga yako? Ni sauti gani ikisimama inaongea katika anga yako? Maana ni muhimu sana kuwa na sauti katika your spiritual realm. Ulimwengu wako wa kiroho, anga yako, kuwepo na sauti. Kwa nini Petro alifanikiwa? Kwa sababu aliamini sauti ya kiongozi wake. Maandiko anasema usiku mzima tumeshusha nyavu, lakini hatukupata hata samaki. Lakini kwa neno lako litazishusha. Kwa neno la nani? La kiongozi wake. Akarudi pale alikosa. Pale alikosa. Na aliposhusha nyavu, kwa sababu alikuwa anaamini sauti ya kiongozi wake, ikamletea samaki. So kuna watu wengi samaki zenu zipo, lakini sauti ndio ulikosa, ile ambayo itakufikisha hapo. Na ipo, si kwamba sauti haipo, ipo, lakini kwa sababu umeshindwa kusubmit katika hiyo sauti. Na ndio maana hata nikisema nafungua malango ya mashamba, haiwezi kufunguka kwako. Maana hiyo si sauti, inakuwa stranger kwa maisha yako, kwa anga yako. Haujaikubali, haujaipokea. May God give us grace. Tuweze kuwa na roho ya submission. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisubmit tutaweza kufanikiwa according to Hebrews chapter number 13 verse number 17. Tunapomalizia Hebrews 13:17. Hebrews 13:17. Biblia inasema hivi. Kama umefika hapo sema amina. Hebrews 13:17 inasema hivi. Watiini wenye kuwaongoza na kunyenyekea, maana wao wakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watoao hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa nyinyi. Praise the Lord. Anasema watiini wanaowaongoza kwa unyenyekevu, maana wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Wanakesha kwa ajili ya roho zenu. They watch for your souls. Sisemi kujinyima usingizi. Yani they pray for your lives. Wanawaombea. Ngoja nikupatie siri moja, watumishi wa Mungu. Maombi yale watumishi wa Mungu wanajua siri, wale wanaojua siri hii, maombi yao mingi ni kwa sababu ya watu, hata si kwa sababu ya familia zao. Percentage kubwa ya maombi ya pastors walioitwa kwa sababu ya kanisa, maombi yao mingi ni kwa sababu ya washirika, si kwa sababu ya familia zao. Time yao nyingi sana ni kwa sababu ya washirika, hata kuliko hata familia zao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana maandiko yanasemaje? Watiini viongozi wenu kwa unyenyekevu, maana wao wakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye
hivyo kwa furaha wala si kwa huzuni. Wana persecutions nyingi, matatizo mingi, mishale mingi inayopatikana kwa watumishi wa Mungu ni kwa sababu ya wale watu wamewasimamia. Kwa familia ya kwao, kwa mfano, kuna miungu ambayo inapigana naye asifanikiwe. Kwa familia ya kwao kuna miungu inapigana naye asifanikiwe. Kwa familia ya kwao kuna pigana. Hizi zote familia, hawa watu wote kuna roho zinawapinga wasifanikiwe. Haleluya. Nimetoa hawa watu peke yao. Alafu mtu mmoja anasimama anasema lazima ufanikiwe, lazima ufanikiwe, lazima ufanikiwe, lazima ufanikiwe, lazima ufanikiwe. Hebu niambie, hawa mashetani waliotaka asifanikiwe watafurahia na huyu mtu? Hawa mashetani wa huyu watafurahia na huyu mtu? Haya maroho ya huyu watafurahia na mtu? So unaona challenges nyingi ambazo ziko kwa watumishi wa Mungu ni kwa sababu ya wale watu wanaosimamia. Kwa sababu wanawadefend nyinyi muweze kufanikiwa, nao wanapata challenges nyingi kwa wale maadui walikataa msifanikiwe. Na ndio maana haustahili kusaidi na adui yako kwa sababu ya mtumishi wa Mungu yoyote. Yoyote yule, hata akifanya makosa, achana nayo huyo mtu. Kwa sababu hujui ameingia kwa sababu gani. Wewe funga tu mdomo wako kama utamuombea. Maana ukiwekwa hapo hata sekundi moja utamaliza. Na ndio maana viongozi na watendakazi na washirika wanastahili kuwa na kipindi cha kuombeaga pasta wao na familia yao na watoto wao. Kwa sababu hawa watu ukesha kwa sababu ya roho zenu. Wanafika mahali wanawaombea, Bwana kumbuka ile jamii, kumbuka kazi zao, kumbuka watoto wao. Na huyo mtu anainuka anakuwa against huyo pasta amemwombea. Huyo mtu anainuka anakuwa against ya huyo nabii amesimama naye. Na ndio maana Mungu anawadefend kwa neno lake, touch not my anointed one. Kwa nini anawadefend hivyo? Kwa sababu wanajua ile kazi wanaofanya. Kwa sababu wanajua yale mateso wanapitiaga. Haleluya. Amen. Romans chapter number 13 verse 1, hiyo unajua kwamba Mungu ndio huinua viongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. So kila uongozi umewekwa pale na Mungu. Kila mtu amtii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu na ile iliyoamriwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Every authority Mungu ndio huweka, hata ya dunia Mungu huweka. That's why nikawaambia tuangalie sana tusioppose, hata tusioppose mambo ya serikali. Sijui viongozi wa serikali tunaoppose. Wacha wafanye mabaya yao, lakini Mungu atawalipa. Ni Mungu ameweka pale. Sisi tuwaombe tu, maana according to Timothy Biblia inasema kwamba na tuwaombe wafalme. Our work is to pray for them. Don't blame them. Waache tu, Mungu ndio atawalipa na matendo yao wakati wake. Kama vile wewe utalipwa na matendo yako kwa hiyo nafasi uliyowekwa, hivyo hivyo hata wao watalipwa wakati wa Mungu ukifika. Kama alifanya vizuri kwa hiyo position, atalipwa mazuri. Kama alifanya vibaya, Mungu atakuja tu na kumalizia kwake kutakuwa ni kubaya. Hivyo hivyo hata sisi ni hivyo. Mungu atusaidie. Sema amina. Amen. Praise be to the Lord. So ili uweze kufanyika faida kama mhuduma ama kiongozi, lazima uelewe ya kwamba authority na kusimamia, submit. Kubaliana na hiyo sauti, wacha kuoppose hiyo sauti. Furahia hata pasta wako akifanikiwa. Kuna washirika, sisemi hapa, mimi sijui hapa, maana hata nikasema ni sawa tu, hakuna wasiwasi. Kuna washirika huwa hapendi hata pasta wao afanikiwe. Akipata kakiatu kipya, ni pasta amekula pesa yetu. Akipata kashati, sasa jamani, unataka atembee uchi ndio ufurahie? No. In fact, kwanza akiishiwa, laana inakuaga kwako. Akilala njaa, laana inakujaga kwako. Akishiba, akifanikiwa, huo baraka zitakujaga kwako. Haleluya. Amen. Pasta wako akifanikiwa, wewe kama mhuduma ama kiongozi, hata wewe utafanikiwa. Kwa sababu Mungu akiwa mbinguni anafurahia. Na ile roho ya mafanikio itakushukia hata wewe. Amen. Moja tu ni nguvu sana. Hiyo malaika wa Bwana amekusikia. Sema amina. So hiyo in fact mimi nafurahia, hata natamani apostle anunue ndege.
Uona anunue helikopta, hii mambo ya kutembea kwa barabara aache. Haya anatembea tu kwa ndege. That's my prayer. Hata ningekuwa na uwezo wa kumnunulia ningemnunulia. Kwa sababu gani? Natamani afanikiwe. Amen. Natamani afanikiwe. Sasa niambie, wewe nipite pale nimevaa kiraka. Afu amepasa wako ndio yule, angalia kiraka. Angalia shati imechapa. Wewe utafurahia. Penda pasa wako afanikiwe. Penda pasa wako abarikiwe. Amen. Muombe abarikiwe. Ombea hata familia yake. Ombea hata mke wake. Ombea watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio njia ya kusubmit. Furahia. Wakati vile anafurahia kukuombea. Ushaona maombi yanaendaga kwa ubaguzi hapa. Ati naombea upande huu siwaombea. In the name of Jesus. Pokeeni upande huu kwanza. Sinasema nyote mlio katika chini ya sauti hii, mpokee baraka zenu. Sasa kwa nini na wewe usifurahie huyo mtu anayenena hayo mambo na yeye pia afanikiwe? Na ndio maana Apostle Murimi alitufundishaje kuhusu honoring fathers. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. It's good to honor your men of God. Haumwabudu? Maana ukimwabudu sasa umefanya makosa, umetoa upendo wa Mungu kwake. Na unampatia maisha mafupi. Just you acknowledge the grace ambayo Mungu amempatia. Amen. Maana the same grace if you acknowledge itakufanyia kazi. If you don't acknowledge haitakufanyia kazi. So wale wa huduma tuko hapa, wale viongozi tuko hapa, na wale ambao tuko na maono ya kutumikia Mungu. Ukitaka kuwa faida katika mtumishi ama katika huduma, lazima uwe na roho ya kusubmit. Penda kusubmit katika authority. Mahali tumefika, we submit to authorities. Nakumbuka my first pastor alikuwa anaitwa Pastor Festus. Pastor Festus hata leo nikienda kwake lazima nimchukulie kitu. Nimchukulie hata kama ni suit, nimchukulie hata kama ni nguo. Baraka tu, kwa sababu nilipookoka nilienda kwa mikono yake. Na yeye ndo alikuwa the first person kuniambia you will be a great evangelist. Akanimenta mpaka nikawa mwalimu wa Sunday school, nafundisha Sunday school. Hallelujah. Amen. The second pastor nikaangukia kwa mikono yake, akanifundisha. Yeye ndo alinisaidia kujua mambo ya deliverance, kuombea watu, nirithi kutoka kwake. The third pastor alikaa na mimi, nilijua mambo ya prophetic, nilikuwa kwake, nikakaa naye, nilikuwa nambebea hata pochi, kwa ni mwanamke, nilikuwa nambebea hata pochi. Nikoko kila mahali naenda, akienda naenda. The third pastor alikuwa ni mwinjilisti, ako na neema ya crusades. Nikaa naye mpaka leo tukikutana ananiambia nakufuatilia na napenda vile unafanya kazi ya Bwana. Na simwachi mpaka nambariki. Sasa the fifth one ndio huyu niko naye. Na hao wote niliopitia tu kukosana hata na mmoja. Hebu muulize jirani yako, umekosana na mapastors wangapi? Muulize tu kwa amani. Muulize kwa amani tu, hata usivunjike moyo. Umekosana na wangapi? Na ule umekosana na umerudi kwa ukarekebisha. Maana kufanikiwa ni kurudi kumeki reconciliation. Hiyo ndio utafanikiwa. Alikuwa a man of God kwako. Ukisha make reconciliation, hata akikataa, basi kwa Mungu imefutika. Bora tu ulirudi ukamwambia sasa mimi ni hivi na hivi na hivi. Hata akaikataa, hiyo imefutika. Kwa sababu moyo wako Mungu anaangalia hiyo hati. Haleluya. Anaangalia hiyo hati. Ndio maana ni vizuri. Wacha kuasi mahali fulani alafu unakimbia, unakuja unajificha hapa. Nasema ati nimeasi kule, yule pasa mjinga sana hata hana adabu. Alafu unakuja hapa unajificha. Kumbuka lile neno ulifanya, nitakuhunt. Petro alimkana Yesu mara ya kwanza, akakimbia kwingine. The same spirit ikamuinukia, akakimbia watatu. Akaona hapa lazima nitubu. Akasema Bwana nisamehe. Jogoo akawika. The same prophetic word, na utanikana mara 3. Alafu jogoo atawika. Na ni kweli mara ya 3 jogoo akawika, ilibidi Petro asarende. Aseme nisamehe. Ndio akapata another chance. Kile Mungu alikuwa amepanga kwa Petro kikafanyika. So usiasi hapa alafu utorokee kanisa nyingine ufikiri it will be well with you. Never. Mahali umetoka tengeneza wapendo. Hiyo ndio spirit ya submission. Na Mungu atakuthamini na another authority mahali umeenda.
Hawezi akaenda akakuingiza mahali uko rebellious alafu expect upokee baraka hizo. No. Make peace to everyone. Nasema tafuteni kuwa na amani na watu wote. Bora tu umetengeneza na umekubaliana na ukamwambia mimi pasa naomba unifungue nitoke. Hata akakataa. Sasa hapo hakuna wasiwasi. Umenielewa? Amen. Yeah. Maana kuna wengine pia, saa zingine ni demons. Sisemi kwamba pasa hawezi akaingiwa na demon, anaweza. Kwa sababu ni mwanadamu. Kuna mwingine labda hana elimu kama hii watu Mungu, ama hana mafundisho tu katika Biblia vile Mungu amekusaidia. Ya kwamba anaamini ya kwamba mshirika ni wake, hajui kwamba mshirika ni wa Mungu. Mshirika Mungu ndio huleta kwako. Na akiamua kumtoa atamtoa tu. Hata hapa Mungu akiamua kukutoa wewe anakutoa tu. Lakini ukiwa unatoka njoo ni yake. Niambie pasa masaa yangu ya kutoka hapa yameisha. Wacha kutoka alafu naenda unazima simu, una block. Ndugu, kikombe kile kimekulisha mema. Ndio hicho kombe unakipupulia. Kuna watu wajui. Enda uage huyo mtu wa Mungu, mwambie pasa ninatoka. Sasa kama ana roho Mungu atakwambia enda kwa amani, na kama ni Mungu amekutuma utafanikiwa, na kama si Mungu utarudi, nafasi yako iko. Na yeye akwambia ukienda utahara, ukienda utalaaniwa. Hiyo ni spirit ya Jezebel. Is a Jezebelic spirit ya kukasi. Servant, na nyinyi mtakuwa wahubiri wengine. Ukiwa na washirika kulaani washirika, wewe uko na roho ya Jezebel. Jezebel ndio alikuwa mtu wa kulaani. Hata ukitoka hii kanisa utalaaniwa. Ukitoka hii kanisa utakufa. That's not the spirit of God. Mbona nikija hapa Mungu huku niambia nitabarikiwa, sasa hii nikitoka ndo nitalaaniwa? Hapana. Ukitoka toka kwa amani. Na nakutuma na salamu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Naomba tuchukue sadaka zetu za ibada ya asubuhi.